Ni wakati wa michezo na burudani, ni wasaa wa pekee tukijadili na kuzungumzia mada mbalimbali kuhusiana na michezo, burudani na matukio makubwa yanayoendelea hapa nchini lakini pia na nje ya viunga vya Tanzania. Mimi nikwambie kwamba virabu viwili mabingwa pamoja na watani wa jadi wa siku mingi sana, na wazungumzia Simba Sports Club pamoja na Dar es Salaam Young Africans. Miamba hii miwili ilikuwa ikitamaniana sana, kila moja lengo ni kuweza kulinda CV, heshima pamoja na adabu izingatiwe. Waliweza kukutana bwana siku ya jana, na kilichotokea ni kama ulivyoona. Simba wameweza kuchukua ushindi wao, na jambo ambalo lilikuwa likisubiriwa kwa hamu zaidi. Mimi nasema mara baada ya muda mrefu sana kupita, Simba walikuwa wakitamani kweli kweli kuifunga Yanga kupata ile heshima yao, sababu watu walikuwa wameshachoshwa, mashabiki walikuwa na hasira kweli kweli, sukari ziliwapanda. Kwa nini Yanga waipige Simba mfululizo? Lakini mara baada ya mechi ya jana uliweza kuona hata lile vibe la mashabiki wa Simba lilivyokuwa kubwa. Hii ni ishara ya kwamba watu wamekuwa na hamu ya kumisi ule ushindi wa klabu ya Simba, sababu ni muda na miaka mingi sana Simba na Yanga wamekuwa katika upinzani wa hali ya juu, na ukitazama katika takwimu pamoja na rekodi zilizowekwa huko nyuma, utagundua kwamba Simba na Yanga ni timu ambazo zimekuwa na ushindani kwa miaka mingi, na ndio maana tunawaita watani wa jadi, watoto wa Kariakoo hawa wote. Na dabi hii iliyochezeka pale Amani ilikuwa ni dabi ambayo ni muhimu sana zaidi kwa Simba kuweza kuchukua ubingwa, kwa sababu ilikuwa tayari ni nafasi ya wao kuweza kutengeneza CV kwa mashabiki. Ukitazama zaidi kwenye majukwaa mbalimbali, mashabiki walikuwa wakilalamika sana kuhusiana na swala hili la Simba, ikionekana kuwa ni timu kubwa Afrika na tayari ina rekodi za kipekee sana kuizidi Yanga. Na kwa nini sasa wamekuwa wakipoteza sana? Yanga wamekuwa wakifanya Simba kama sehemu yao ya kuweza kujichukulia points za uhakika. Sasa kitu hiki bwana kilikuwa hakileti picha nzuri, ndio maana mashabiki wa Simba walianza kukasirika, wengine wakawa na panic. Lakini sasa unaambiwa siku zote mambo huwa yanabadilika bwana, watu wanabadilika na mifumo haiendi kama inavyokuwa hivyo hivyo, lazima mabadiliko yatakuwepo. Sasa kwa upande wa Yanga bwana, jana waliweza kukalia kutikavu, hawakuweza kutoboa kwa Simba. Simba wakaibuka washindi, wakalibeba kombe lao la thamani na kurudi nalo huku bara. Hiyo sijajua sherehe yake itakuwaje, sababu Ahmed Ali akiwa kama msemaji tuliweza kumsikia akiwa na amani tele na akifurahia na kusema kwamba ushindi wa Simba umefungua milango kwa Yanga, namna ambavyo kama kulikuwa kuna lock imewekwa ya kutoweza kuwafunga Yanga, basi sasa hivi ushindi utakuwa ni kawaida kwa Simba kurudi kwa Yanga. Na mashabiki pia wameweza kuzungumza katika hili, wakusema kwamba itakuwa ni vyema zaidi kama Yanga watajipanga na watajiweka vizuri zaidi kuweza kukabiliana tena na Simba, sababu Simba hii ni ya moto. Hii Simba si ya mchezo. Ukitazama umahiri pamoja na ufundi wa wachezaji wa Simba wa hivi sasa, utaona kwamba ni lazima ujipange vyema unapoenda kukutana na Simba. Kama Simba imeweza kupambana na kutoa draw na Yanga, hii ni ishara ya kwamba wote vikosi vyao sasa viko imara. Maana yake kwamba hapa ni ngumu kuwashika Simba na Yanga. Wanapokuwa wamekutana, basi ujue ni dabi ya moto na ni dabi ambayo haielezeki. Kinachosubiriwa ni awamu ya pili, tuweze kuona kwenye ligi ni nani ataibuka mshindi. Ila maombi ya mashabiki wa Simba ni kuona Simba ikichukua tena ubingwa kwenye ligi, maana hii itarudisha ile CV na kurejesha furaha mbalimbali zilizokuwa zimefifia kwa mashabiki. Mimi nikwambie tu kwamba kiukweli Simba bado wana matamanio makubwa sana ya kuendelea kukaa juu kileleni na kuendelea kuchukua ubingwa zaidi, kwa kuwa Yanga wamesha wagalagaza sana, nao
wanaona huu ni wakati wao wa kipekee kuweza kupambana kuhakikisha kwamba wanarudisha ile heshima yao. Huu ni wasaa wa michezo na burudani. Nashukuru kwa kuwa nasi hapa kwa muda wote huu tukijadili pamoja na kuwekana sawa, kuchambua michezo na burudani zake. Mimi nikuweke sawa, nikukumbushe kwa wewe ambaye bado hujajiunga na familia hii ya michezo na burudani, jiunge nasi hapa, kwani ni sehemu sahihi kabisa ya wewe kuweza kupata taarifa za michezo, burudani. Lakini pia tuambie ushauri wako ni upi, maono yako ni yapi, unadhani nini kiongezwe ama kiweke sawa na kirekebishwe ili klabu ya Simba irudi katika ubora wake zaidi ya hapa ambapo ulipo. Tuambie kwenye comment, usisahau kulike pamoja na kushare.